Ni mechi ya kihistoria na ni mechi ngumu. Ni mechi ambayo ina historia yake kwenye mpira pekee. Ni mechi ambayo inakwenda kuchukua hisia ya robo tatu ya wanadamu katika bara la Afrika. Wanazungumza moja katika dabi ambazo zimekaa katika standard kwenye bara la Afrika, basi ni Simba na Yanga walipokutana. Na siku moja Mwenyezi Mungu akatokea, anaweza upande akaweka kuku, upande akaweka njiwa. Hao wakaitwa Simba, hao wakaitwa Yanga. Wakaenda kukutana, basi lazima patachimbika. Mimi na imani kwamba mechi itakuwa ngumu, mechi itakuwa na upinzani mkubwa, lakini yule ambaye alojiandaa vizuri ndio ambaye atakayepata matokeo. Imani yangu, na ndio maana nimetoka Dar es Salaam nimekuja Zanzibar, kwamba Simba tumejiandaa vizuri na inshallah biidhnillah, kwa idhini Allah tutapata matokeo zidi ya Dar es Salaam Africans. Mimi naamini mabadiliko ya kikosi mmeona. Ndio timu pekee iliyofanikiwa kwenye bara la Afrika kwenye dirisha dogo kusajili wachezaji, kupata wachezaji wenye quality kubwa. Wengine hakuna. Kisugu timu hapa Kishai, tukizungumza historia yake za kwa ndefu sana. Zimesajili mwezi wa 7, mwezi wa 5, wa 6 ligi inaanza. Mwezi wa 12 wakasafukuza nini? Wakaondoa wote. Lakini tunachojidai Simba, namna ambavyo ingizo jipya la usajili liloingia kwenye Simba na wale wa zamani ambao waliokuepo, tukiunganisha nguvu tunakwenda kupata matokeo mazuri. Uzi ni wakati uliopo, wakati uliopita, wakati ujao. Uliopita. Miaka miwili wakati gani? Uliopo, uliopita, wakati. Uliopita. Kwa hiyo zote zinabaki kwa nini? Wakati uliopita. Mnaposhika hizo maiki zenu mkituambia sisi tumefungwa mara 6 na nyinyi waambieni na nyinyi mmefungwa mara ngapi? Mara 5. Pichu Kongo 2004 mwezi wa 7 tarehe 28. Anapata goli la kwanza dakika 48, mwanaume Shaban Kisiga Maron anachomoa. Ulimboka Mwakingwa Uliboy anapiga goli la pili. Nendeni mkasome pale historia, miaka 5 tunawapiga hawa. Ndio hiyo alivunja. Hatukuja kwa historia Zanzibar. Tumekuja kwa uhalisia Zanzibar kumfunga Dar es Salaam Africans. Wao waache wabaki na historia ya goli 6 mara 6. Waache wabaki na historia zao zote. Lakini sisi tumekuja kwa uhalisia kuona namna ambavyo tunapata point 3. Dhamira ya wachezaji, nia ya wachezaji. Na niwaambie wana Zanzibar wasiwe na hofu. Nilipata bahati ya kuongea na wachezaji wa Simba. Wamesemaje? Wakanambia waambie wana Simba wa Zanzibar waje. Tunakwenda kutoa jasho na damu, tunakwenda kuwapambania kwa namna moja au namna nyingine. Lazima tunakwenda kupata nini? Matokeo. Hao ni wanajeshi ambao wanakwenda kupigana kwenye pitch mita 100. Kama umetuhakikishia hivyo, sisi mashabiki tusemeje? Mwamba Fai. Tunakwenda kumpiga Dar es Salaam Africa. Ametaka atafungwa, asitake atafungwa. Kuna muda mwingine unamlazimisha yule ambaye anastahili kulazimishwa. Katika hili tunamlazimisha leo Yanga lazima afungwe katika uwanja wa Amani Zanzibar. Mnamlazimisha. Sikaja Guantanamo. Sisi tunajua katika uwanja huo Guantanamo ndio uwanja ambao Yanga wao kaburi lao. Kaburi. Yanga wameshindwa kwenda klabu bingwa bana Afrika hapa. Al-Ahly anachomoa goli 1-1. Point ile ndio imemsababisha Yanga asiende. Lakini alipambana. Ndio maana leo samani kidogo namkumbuka rafiki yangu Bugatti aliposema Yanga wenye akili wangapi? Usemi wewe kasema Haji. Alafu nasema mimi nimemnukuu Haji. Wewe unaogopa nini? Mimi siogopi. Mimi usinchote ubaya. Nipo tu hapa. Mjumbe wao. Wao wanasema uwanja huo Guantanamo, inawezekana Guantanamo la kufia wao. Sisi uwanja huu tumefaulu. Mwanadamu gani duniani anabisha? Sisi tumekwenda finali ya shirikisho uwanja huu. Tunafunga Stellenbosch. Wao wamekwenda finali gani kumfunga mtu uwanja huu? Hawakuondoka wao. Wanapigwa na Al-Ahly hapa na chomoa. Wewe mbona unakasirika? Haya maneno tu asikupige hofu. Unakufa leo hapa. Damaro wamemkabidhi mechi. Yanga huwa wana utaratibu huo kumkabidhi mechi mchezaji anapokwenda kwenye game fulani, lakini mara nyingi tumeona wakifanya katika michuano ya kafu. Mara hii imekuwa ni tofauti. Kariakoo Derby hii haiwatishi, pressure. Nimewapongeza. Moja kuwapongeza, wamekwenda kuwasamini wachezaji wa nje, hawakwenda kumsamini Captain Jobu. Wamekwenda kumsamini Dumaro, hawakwenda kumsamini nyumbani kwao alikozaliwa Baka. Nani anakuambia Damaro mza? Usinichokoze nikasema mengi. Kutoka Mwanza wanasema. Kutoka Mwanza Msukuma. Alichagua mwenyewe mkoa. Kutiangati anga mpongote we. Ibalange mikongo we, kuibalange mikongo. Mimi ninachokiamini wakati napanda boti na kuja huku wapi? Zanzibar. Baada ya kuteremka bandarini Zanzibar, kunyanyua macho yangu kuangalia wana Simba wa Zanzibar, wallahi Yanga anakufa katika uwanja wa Amani. Umekiona kitu gani? Nikoe Kisugu. Mmoja katika watu wamejiandaa vizuri kuhakikisha timu yao inapata matokeo wa Zanzibari. Wallahi nakwambia. Simulio umeona nini peke yako? Kwa mara ya kwanza mimi simu sina. Simu yangu imekufa chaji, nimeiweka hotelini. Kila Mzanzibari ananiambia Kisugu ukipata nafasi ya maiki kaongee, Yanga leo anakufa. Yatembea na chaji. Nimeiweka hotelini kule. Hujiamini Kisugu. Niko sawa. Kuchukua kumbukumbu. Tuko nyumbani. Kwa nini tusijiamini?
Nyumbani kivipi? Yanga kwa nyumbani leo. Nani? Yanga. Kwa historia ipi? Si game iko nyumbani yeye Kisugu. Nyumbani kwa maneno tu. Game inasemaje? Jina la Simba lilianzia hapa. Lakini niseme jambo moja. Simba na Yanga si maadui. Kweli. Simba na Yanga ni watani. Na Simba na Yanga ni tunu la taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nisikilize vizuri. Sisi sio maadui na hawa, sisi ni watani. Wanataka kutulazimisha kuingia katika wadui aliyakuwa sisi tufanyaje? Hataki. Wasiamini kwa historia wakajiona wao Wazanzibari. Sisi ndio Wazanzibari halisi kuliko wao. Mimi babu yangu kashakuwa makamu imamu hapa Zanzibar. Unanitisha nini wewe? Sugu anasema kwamba hapa wananchi ni wengi sana kuliko sisi. No, wache. Mchezo wa amani. Mimi leo nimekuja Zanzibar, watu wa Yanga wamenipokea. Tunapiga picha pamoja, tunafurahi. Lakini baadhi ya management yao wanakuja kutengeneza taswira mbaya kwenye football. Hatufiki. Labda wajuze pia kupitia Kisha TV. Nini kilitokea mpaka leo umeshikwa na jazba kweli kweli? Moja katika wanadamu ambao Mwenyezi Mungu amewajalia utajiri wa Zanzibari. 99.9% wote wana simu janja, simu za kisasa. Wameona matukio ambayo yalotokea jana. Naongopa jamani. Ni nini kimetokea? Tusimulieni wengine. Watafute, wewe si mwandishi, endelea kuchimba. Yes, nimetukwaza. Mimi naamini Simba na Yanga inatuunganisha. Mimi leo hii nimefika hapa Zanzibar kama nilivyokuambia. Nimpata mwaliko wa iftari zaidi ya watu 10 watu wa Dar es Salaam Yanga Afrika. Kwa sababu ya upendo, Simba na Yanga zimetuunganisha. Lakini kuna viongozi wachache. Tuseme. Na mimi naamini. Nasema. Na sababu nasema moja tu. Ninachokiamini. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tutawaambia. Hatutaogopa. Kwamba huku tunakokwendea siko. Tuacheni umimi. Zanzibar ya wote. Zanzibar yote anaruhusiwa kuja kuenjoy. Na ndio maana Wazanzibari wanasema Zanzibar kwema atakaye naje. Tumekuja. Zanzibar njema hiyo. Atakaye naje. Tumefika man. Sugu, mimi nitakutafuta baada ya dakika 90. Si utakuwa kwa vizuri eh? Yes. Na moja kama kunitafuta tusifanye tena interview na wewe. Mimi nakutafuta kwa matokeo yoyote. Unajuaje Kisugu? Futi kafutika futi. Ukiwa na maana gani? Nashukuru sana mwani. Kisugu, mimi nakuja. Uniahidi kitu. Inawezekana mimi nikawa ndo mwandishi wa habari ambaye na nijua vitu vingi. Namna nikimbia niliahidiwa simu 1,500,000. Hakuna mwana Yanga aliyojitokeza kuzuia surutu. Namba zangu za simu 0713 35 57 71. Bado ofa ipo. Rudia tena. 0713 35 57 71. Kama kuna mwana Yanga anaweza akasuru leo kuzuia suru katika uwanja wa Amani Complex 1,500,000 wanitafute. Ya kwangu 1,500,000 wanitafute. Yangu mimi Kisugu, unajua nakupatia wapi? 1,500,000 nitafute. Mimi? Mesha. Asante, nashukuru sana.